Kuna wakati hautakiwi kulaumu sana kuhusu aina ya maisha ambayo unayapitia. Inawezekana Mungu amekufanya wewe kuwa daraja la watu wengine kufanikiwa. Yaani watu wengine wapate mafanikio kupitia wewe. Kwa hiyo usiwe ni mtu wa kulaumu sana, kwa sababu mpaka umekuja duniani na Mungu ameendelea kukulinda na ameendelea kukutunza. Tafsiri yake ni kwamba kuna kazi maalum ambayo Mungu anatamani wewe uifanye, au kuna jukumu maalum ambalo anatamani wewe ulitekeleze. Chukulia mfano wazazi wetu ambao hawakusoma, wazazi wetu ambao hawakuwa na elimu yoyote, hawakuwa na maisha, pesa zenyewe zilikuwa za kuungaunga, lakini walikusomesha wewe mpaka hapo ulipofika. Leo hii unafanya kazi kwenye taasisi maalum, leo hii unafanya kazi kwenye hospitali, leo hii unafanya kazi kwenye mahakama, ni mwanasheria, leo hii wewe ni waziri, ni mbunge, unafanya kazi huko, lakini ukiangalia aliyekufikisha hapo hakuwa na fedha, wala hakuwa na mali, wala hakusoma. Tafsiri yake ni nini? Mungu alimtumia yeye kama daraja ili aweze kukuvusha wewe uweze kufika hapo ulipo. Kwa hiyo hakupaswa kujilaumu kwa chochote, kwa sababu lengo kubwa au jukumu kubwa ambalo Mungu alimpa ni kukuvusha wewe kufikia kwenye hatua ulionayo. Kuna watu kwenye hii dunia wanajilaumu sana kwamba kwa nini mimi nimeishia hapa? Kwa nini mimi nina maisha haya? Kwa nini mimi niko hivi? Lakini mpaka unaendelea kuwa hai hadi leo, tafsiri yake ni kwamba kuna jukumu ambalo Mungu anataka ulitimize kwenye huu ulimwengu. Inawezekana una nafasi, inawezekana kuna mtu anatakiwa kumvusha kutoka kwenye eneo moja kwenda kwenye eneo jingine. Inawezekana kuna mtu anatakiwa kumtoa kwenye janga fulani aende sehemu nyingine. Inawezekana kuna mtu anatakiwa kumtengenezea maisha kupitia wewe. Kwa hiyo usijilaumu. Sehemu uliopo ni sehemu sahihi kabisa. Sehemu uliopo ni sehemu ambayo Mungu anatambua uwepo wako. Ili mradi tu hujafa na bado uko duniani, ujue kuna kazi maalum ambayo Mungu amehitaji uifanye kwenye huu ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo jivunie nafasi ulionayo, jivunie kazi ulionayo, na jivunie ulipo, kwa sababu ni kusudi la Mungu wewe kuwa hapo.